Taarifa kubwa kutokea kwa wajumbe wa zamani na wa sasa wa utawala wa Marekani zinasema walihisi usaliti kutoka kwa Israeli wakati wa mazungumzo muhimu ya amani ya Mashariki ya Kati, hasa wakati wa makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza. Hisia za kusalitiwa zinahusishwa na tukio maalumu, yaani shambulizi la Israeli dhidi ya walengwa wa Hamasi mjini Doha, Katari mnamo mwezi Septemba. Mjumbe maalum wa Marekani kwa Mashariki ya Kati ndugu Steve Witkoff na mshauri Jared Kushner wamethibitisha wazi katika mahojiano kwamba walihisi kusalitiwa kidogo na shambulio hilo. Lakini shambulio hilo lilitokea wakati Katari ilikuwa ikifanya kazi muhimu kama msuluhishi mkuu katika mazungumzo magumu ya amani kati ya Israeli pamoja na Hamasi. Lakini Witkoff alisema shambulio hilo lilikuwa na athari ya ugonjwa unaoenea, likisababisha Marekani kupoteza imani ya Katari na kuwafanya wajumbe wa Hamasi kuendelea kujificha na hivyo kufanya mazungumzo yawe magumu zaidi. Lakini Jared Kushner alisema kuwa Rais Donald Trump alichukua shambulio hili kama ishara kwamba Israeli ilikuwa ikianza kupoteza udhibiti katika matendo yake na kwamba ilikuwa wakati wa yeye kuwa mkali sana dhidi ya watu wa Israeli. Hii inaashiria mabadiliko ya msimamo wa Marekani, ambapo inahisi Israeli ifanye kitendo ambacho kilitishia moja kwa moja juhudi za kidiplomasia za Marekani na kusababisha utata kwenye jukwaa la kimataifa. Hii si mara ya kwanza kwa rais wa Marekani kufichua kutoelewana hadharani na viongozi wa Israeli. Aliyekuwa waziri mkuu na mpaka hivi sasa bado anaendelea, Benjamin Netanyahu, amewahi kukosolewa na Trump kwa kosa la kudaiwa kuachana na Marekani katika mipango ya shambulio la anga la mwaka 2020 la kumuua Jenerali Qasem Soleimani wa taifa la Iran. Maelezo haya mapya yanaonyesha ugumu na mivutano ya ndani iliyopo kati ya washirika wa Kiarabu na wa karibu wakati wakijaribu kufikia amani ndani ya Mashariki ya Kati.